Filamu inaanza na wanakijiji kadhaa ambao wamekusanyikana kwenye nyumba moja. Hii nyumba kuna mtu mmoja anaishi hapa, anaitwa Wakdi. Ni mtu muhimu sana kwenye hichi kijiji. Baada ya kufika hapa, mwanaume mmoja anaitwa Panji akiwa na mwanamke mmoja wakiwa wameongozana kwa ajili ya kujaribu kuingia ndani ya nyumba hii, kwa sababu wanahisi kabisa Wakdi atakuwa na shida. Baada ya kuingia ndani hapo, wakamkuta Wakdi akiwa amejawa damu mwili mzima. Panji akiwa hapo akamwona mke wa Wakdi ambaye yuko kama kapagawa, anasema neno moja tu, machafuko machafuko, akirudia neno hilo mara kwa mara. Muda huo huo kuna mganga ambaye yeye yuko busy sana na tambiko lake la giza, ni kama alikuwa anashughulika na mambo yote yaliyokuwa yanaendelea katika kijiji hiki. Baada ya kuwa amemaliza, akawa ametoa kile kinyago usoni kwake, akasema kwamba ahadi yake imetimia. Msaidizi wa mganga huyu akamwambia kwamba Wakdi amefariki dunia. Hii ilikuwa ni taarifa njema sana kwa huyu mganga, kana kwamba huyu mganga ndiye amehusika na kifo cha bwana mkubwa Wakdi. Twende moja kwa moja mpaka siku ya Jumatatu asubuhi. Huyu dada anaitwa Windia ana wasiwasi sana kwa sababu mpenzi wake anaitwa Delvin alikuwa ameenda kupanda mlima Meropi. Tangu aende huko, mshikaji ajibu simu wala meseji. Binti akaenda kumweleza baba yake kuhusiana na kwamba mpenzi wake hapatikani mpaka sasa. Ana wasiwasi kubwa sana. Amewasiliana naye mara ya mwisho Jumamosi mchana. Baada ya hapo mshikaji hapatikani mpaka sasa hivi. Baba yake akajaribu kumtuliza binti akisema kwamba huenda mahali alipo kijana mtandao hakuna kabisa. Sasa kinachomchanganya sana huyu binti ni kwamba mpenzi wake alifaa kuwa amerudi nyumbani Jumapili, lakini mpaka sasa kimya. Sasa haya mawazo binti hayakuishia nyumbani, akawa amepeleka mpaka shuleni. Wenzake wako bize kusoma, yeye yuko bize tu kumtafuta mpenzi wake. Mwalimu akawa amemuona, akagundua kwamba binti hafuatilii anachokifundisha, hivyo akawa amwambia atoke nje. Sasa binti akiwa kwenye harakati za kutoka, akamsikia mwalimu huyu ameuliza kuhusiana na mtu yoyote ambaye anajua historia ya Indonesia. Wanafunzi wako kimya, wakashindwa kujibu, lakini Awindia akajibu kila kitu kwa usahihi, mpaka mwalimu akaenda kushika kitabu tena kwenda kuangalia, na anamuuliza maswali, binti anajibu kama jinsi ilivyo. Wasingemzuia na kengele, huyu binti angeenda kuitaja mpaka historia ya Tanganyika. Baadaye akiwa na marafiki zake, huyu wa kiume anaitwa Mojo na huyu mwingine anaitwa Agnes. Mojo akafika hapa akamuonesha video ya mtu ambaye alienda kupanda mlima sawa na mlima ambao mpenzi wake huyu binti alienda kupanda. Anasema kwamba wanakijiji wa hili eneo wamepiga marufuku mtu yoyote kupanda huo mlima kwa sababu kuna matukio mengi sana yamewapata wapandaji kadhaa waliokwenda kupanda huo mlima. Ni matukio ambayo yanahusisha watu kupotea tu katika mazingira ya kutatanisha, na watu hao wanatajwa kwamba wamepotea kwa sababu ya uchawi mweusi. Awindia baada ya kupata mawazo kidogo kuhusiana na hii video, akasema kwamba ni lazima aende kwenye huo mlima kwenda kumwokoa mpenzi wake. Akamwomba Mojo pamoja na Agnes waende wote, ikabidi kukubali tu kuambatana na huyu binti. Binti amekuwa kama Mbosso, anaenda kumtafuta mchumba wake. Sasa baada ya kufika kwenye hicho kijiji kiko kimya, kana kwamba hakuna mtu yoyote anayekaa kwenye ile eneo, ama kama watu wanakaa kwenye ile eneo basi watakuwa wanacheza mchezo wa kujificha. Binti akiwa hapo akaingia ndani ya nyumba moja kwenda kuulizia kama atapata msaada wa aina yoyote. Akashtuka sana baada ya kusikia mlio wa birika la maji, akawa amelichukua na kaliweka kando. Akiwa hapo akaona mzimu wa Wakdi. Binti ikabidi kukimbia nje akiwa na hofu. Hapo tena akaona kuna mwanaume mmoja kapita hapo mbio mbio. Binti ikabidi kumfuata huyo huyo. Alipofika huko akakuta kuna watu kadhaa wako kwenye kikao. Kuna afisa ambaye alikuwa anazungumza na wanakijiji. Ofisa huyo anasema kwamba baada ya kifo cha Wakdi wanapaswa kuchagua kiongozi mpya ambaye ataendeleza mikoba ya huyo bwana mkubwa. Mpaka hapa mlima utaendelea kufungwa kwa sababu ya usalama wa watu wengine. Hauruhusiwi mtu yoyote kupanda huo mlima kwa sasa kwa sababu ni hatari. Kuna jamaa mmoja alikuwa hapa anaitwa Yoga, yeye ni mgeni kwenye hichi kijiji. Akasema kwamba lakini marafiki zake wanne hawajapatikana mpaka sasa na walikwenda kupanda huo mlima. Yeye analazimika kwamba atakwenda kuwatafuta marafiki zake, lakini yule ofisa kwa sababu ya usalama watu hawaruhusiwi kabisa kuupanda huo mlima kwa sasa. Ofisa akasema kwamba wanatakiwa kuanza kumtafuta konsin mpya. Sasa huyu ni nani? Wanakuambia kwamba huyu ni mtu ama ni mtaalamu wa mambo ya kiroho, mtu ambaye anahusika sana kulinda na kusimamia mahali penye nguvu za ajabu kama vile mlima, kuunganisha kati ya dunia ya binadamu na ulimwengu wa mizimu. Wanakijiji wakiwa hapo wakaanza kumlaumu mke wa Wakdi kwamba inawezekanaje mwanaume huyo mpaka amafariki hajatengeneza mazingira ya aina yoyote ya kupata mrithi. Wakaanza kumlaumu huyu mwanamke kwa sababu alishindwa pengine kuzaa mtoto wa kiume ambaye angeweza kuchukua mikoba ya mme wake. Awindia baada ya kusikia hivyo akawa amepinga sana hilo jambo. Akaanza kuwaambia kwamba yani nyinyi inawezekana vipi? Ni kosa lake kuto kuzaa mtoto wa kiume? Kisayansi sio kosa lake, punguzeni malalamiko. Mke wa Wakdi baada ya kuona hivi akawa amepata mtetezi, akawa ametabasamu tu. Baada ya muda haya mambo yote yaliokuwa yanaendelea na yule mganga mchawi yuko katikati yao anasikiliza kila kitu kinachoendelea. Ghafla sauti ya ngoma ikawa imesikika. Wanakijiji mmoja baada ya mwingine wakawa wameondoka hapo pamoja na yule mganga. Mke wa Wakdi akamtazama tu binti Awindia kwa tabasamu, kisha akawa ameondoka. Awindia akaenda
akamsalimia Yoga, wakawa wamefahamiana. Huyu Yoga yuko na binti mmoja anaitwa Diska. Yoga akaeleza kwamba alikuja na marafiki zake hapa. Katika harakati za kupanda mlima huo, binti Diska akawa ameugua, hivyo Yoga akalazimika kumrudisha kwanza. Waliporudi Jumamosi ili kuendelea na safari, wakakuta njia imefungwa tayari. Awidia pia akawa ameeleza kwamba yeye kafika hapa kwa sababu ya mpenzi wake David. Yoga kusikia hivyo akawa amewachukua, yeye ndio mwenyeji wao tena kwenye hichi kijiji, anawapeleka sehemu ya kwenda kujihifadhi huko. Sasa wakiwa njiani, mmoja akawa ameona kuna vitu havielewi, ikabidi kuuliza nini vimening'inizwa hivyo vitu kwenye nyumba. Yoga akaeleza kwamba ni sadaka kwa sababu ya pepo wa mlima. Sadaka hizo zinajumuisha chakula pamoja na vitu vya mwili wa mwenye nyumba kama vile nywele, kucha ama hata ngozi kama ikiwezekana. Kwa nini watu wanafanya hivi? Ni kwa sababu kijiji hiki hakina kabisa concern, hivyo wanakijiji wanajaribu kila njia kwa ajili ya kujilinda wao. Akafafanua kwamba concern ni mtu muhimu sana kwenye hichi kijiji kama mlinzi wao. Awindia akaongeza kwamba neno hilo linatokana na neno kuns likiwa linamaanisha ufunguo, yaani mlinzi wa lango la ulimwengu wa mizimu na ulimwengu wa binadamu, ambalo kwa sasa linaonekana kufunguka bila kuwa na mtu ambaye anaweza kulifunga lango hilo. Wakiwa bize njiani na stori, kuna kiumbe kilikuwa kinatembea karibu nao, lakini wao hawakujua jambo hilo. Wakiwa na stori zao, wakapita watu wamebeba mtu anapiga makelele kweli. Diska kwa ameeleza kwamba visa vya watu kupagawa kwenye hichi kijiji ni jambo la kawaida kabisa. Mojo kuona hivyo akiwa ameingiwa na uoga, anakuja kugeuka, wenzake wote hawapo hapo. Jamaa akiwa na hofu akaanza kujaribu kuwatafuta wenzake, kwa amejikuta kafika makaburini. Sasa alikuwa anakimbia, ni mwepesi tu, anapiga makelele, mara akaanza kuhisi kama kwenye mabega ni mzito, kumbe kuna mzimu umening'inia juu yake. Yoga na wenzake walipofika hapo, Yoga kwa ameuona mzimu huo, na inavyoonekana Yoga alikuwa na uwezo wa kuona vitu vya kiroho. Akawa amemwambia Mojo kwamba apige magoti kisha ainame. Kufanya hivyo, ule mzimu uko umeshuka moja kwa moja, uko umeelekea upande wa Yoga alipokuwa amesimama, kisha uko umetoweka. Mojo yuko hoi. Walipofika sehemu walipokuwa anaenda, sasa hapa kulikuwa kuna taa ambazo zina sense, zinawaka na kuzima. Wengine walivyoingia ndani, Moja yeye akawa amebaki nje kucheza na hizo taa. Yaani jamaa kama mtoto kashasahau kabisa kilichomkuta muda mfupi tu. Yoga akampeleka Awingi ndani kwenye chumba. Binti kabidi kumuuliza, wewe kuna kitu ulichokiona kule makaburini, mbona ulionekana kama uogopi? Mshikaji akasema kwamba hili jambo ninalokuambia kwa sasa hakuna mtu yoyote nimewahi kumwambia tangu nifika kwenye hichi kijiji. Mshikaji akawa amekiri kwamba kweli yeye ana uwezo wa kuona vitu vya ajabu ajabu, yaani anaweza kuona vitu vya kiroho. Jicho lake la tatu liko wazi. Muda huo Agnes pamoja na Diska wako jikoni, mwanamke mapishi bana. Diska akamuuliza, we umewahi kusikia chochote kuhusiana na soko la kuuza mizimu? Akamwambia kwamba basi hilo soko lipo kwenye hichi kijiji upande wa juu kabisa kwenye mlima kule. Agnes ikabidi kuuliza, kwani hamna uwezekano wa kuagiza vitu online? Binti kauliza hivyo kwa sababu inaaminika kwamba watu wanaweza kununua vitu vya kichawi huko kwa msaada wa mtu mtaalamu ama mganga wa kienyeji ambaye ana uwezo kufika moja kwa moja kwenye hilo soko. Baadaye wakiwa wanakula chakula cha jioni, Awidia akauliza, vipi kuhusiana na mpango wetu? Tunahitajika kuungana ili kwenda kuwaokoa marafiki zetu. Diska yeye kwa sababu alikuwa na hofu sana kulingana na vitu vyote vinavyoendelea kwenye hichi kijiji, akawa amesema kwamba yeye pamoja na Yoga wao watarudi nyumbani. Kama hawa wenyewe akina Waidia na wengine kama wanaendelea na mpango wa kuendelea kutafuta watu wengine, basi wenyewe waendelee na mpango wao, wasiwahusishe kabisa kwenye hayo mambo. Awindia yeye akasema kwamba ana mpango wa kwenda kupanda ule mlima siku inayofuata, yaani yeye ni lazima ajue hatima ya mpenzi wake. Yoga akawa amejitolea, akasema kwamba ataambatana pamoja na huyu binti kwenda kumsaidia, lakini Diska akawa amekataa, akajaribu kumzuia. Wanatakiwa kurudi nyumbani, kila mmoja hapa ashike 50 zake. Wakiwa hapo, tetemeko la ajabu sana lilikuwa limepita hapo. Tukio hili likahamia kwa mganga ambaye yeye anafurahishwa sana na kila kitu kinachoendelea kwenye hichi kijiji. Hana kabisa mpinzani wala mtu yoyote wa kumzuia kwenye hichi kijiji, kwa sababu mlinzi husika wa hiki kijiji hayupo kwa sasa. Licha haya yote, huyu mzee anaamini kabisa Wagdi alikuwa ameacha mrithi, lakini hajajua huyo mrithi yuko wapi. Hivyo huyo mganga mchawi anataka kweli kuanza kumtafuta huyo mrithi, kwanza amwangamize ili kuondoa kidudu mtu ambaye ataingilia zoezi lake. Huyu jamaa ana mpango wa kukiweka chini ya mikono yake kijiji kizima, lakini kwa sasa anahitaji kwanza kuwaondoa wageni wote ambao sio wanakijiji wa hiki kijiji, waondoke na kurudi walikokuwa. Hivyo yeye aendelee kukidhibiti hichi kijiji kwa namna ambavyo yeye atahitaji kukifanya. Baada ya mazungumzo na msaidizi wake, akapiga dua zake za giza hapa, mara mishumaa ikiwa imezimika. Kiumbe wa kutisha ambaye hata yeye mwenyewe mganga na muabudu akawa ametokea hapo. Hili jambo lilikuwa limemtisha hata mganga mwenyewe. Upande wa wageni sasa, moja kalala zake vizuri tu, mara kile kiumbe kilikuwa kimetokea hapo, kinamkagua kama kinamkagua chunusi. Akiwa na hofu, yule kiumbe kapotea. Upande wa Awidia, yeye yuko chumbani kalala, akasikia sauti ya mpenzi wake akiwa anamuita. Binti akanyanyuka, akaanza kumtafuta mpenzi wake, akaanza kutafuta kila kona, akamwona kwa mbali, mara kamuona huko, mara kamuona huko. Akiwa bado anaendelea kumtafuta, akamwona kwa mbali kasimama, akamfuata hadi hapo. Sasa akiwa hapo, binti anajaribu
akajaribu kumuita mpenzi wake. Mara Yoga akafika hapo, anamuuliza vipi binti, unatembea usingizini? Mara muda huo huo mzimu kwa umetokea na kumtisha binti, akawa amepagawa hapo hapo. Binti akawa anapambana sana kurudi katika hali yake ya kawaida. Baada ya muda kweli akawa amefanikiwa kurudi kwenye hali ya kawaida. Agnes akamuonesha video ambayo alimrekodi Awidia alivyokuwa amepagawa. Akawa amefanya vurugu kubwa sana, kamshambulia Yoga wakati yeye anahisi jambo limetumia dakika moja tu, kumbe alikiwasha kweli kweli. Baadaye Awidia akawa amesikia sauti za ajabu, akauliza hicho ni nini? Yoga akasema kwamba huenda kuna mtu kapagawa. Awidia akasema kwamba twende tukamsaidie, lakini Agnes akakataa. Awidia akawa amepuuza, akaamua kwenda mwenyewe. Diska akamkabili, akamwambia kwamba wewe unataka sisi tufe kizembe, umesahau kabisa kama dakika chache tu zilizopita umetuingiza kwenye hatari, sasa hivi tena unataka kulivaa hili? Wewe unavyoonekana ni mtu ambaye unaweza kutuletea matatizo kwa sababu ya maamuzi yako binafsi, kwa nini hautusikilizi sisi wengine? Diska akaanza kuhisi kabisa pengine Awidia ndiye amewaleta marafiki zake huku kwa nguvu na sio maamuzi yao, lakini marafiki hao watakuwa wamefanya hivyo kwa sababu wanamjali, lakini huyu binti hajali kitu chochote. Yani yeye inavyoonekana ni kama anaipenda sana hatari. Mimi nikajua huyu binti kaelewa hiki kisomo, lakini ndo kwanza akamjibu kwamba siwezi kukaa bila kufanya chochote, kisha kwa ameondoka hapo. Yoga ikabidi kumfuata tu kwenda kumsaidia, jambo lililomkasirisha sana Diska. Awidia na Yoga wakaanza kufuata sehemu ambapo hiyo sauti inatokea. Awidia akafanyikiwa kufika kabla ya Yoga, akamkuta kuna mwanamume mmoja kapagawa hapa. Kafika hapo kaleta amani, yule mwanamume alikuwa amemshambulia Awidia, akapambana sana. Yoga akawa amefika hapo kwa bahati nzuri na kumsaidia, na bahati nzuri zaidi watu wengine wakawa wamefika hapo na kuwasaidia pia. Asubuhi iliyofuata ni siku ya Jumanne. Awidia baada ya kuamka asubuhi, muda umeenda, kwa hasira akawa amewafokea, kwa nini hamkuniamsha? Moja akaeleza kwamba jana ulipata mashambulio ya pumu, hivyo tulikuacha upumzike vizuri. Awidia akakasirika, akasema kwamba mimi sijaje huku kupumzika, nimekuja huku kazi, natakiwa kwenda kupanda ule mlima mara moja, na akawa ameomba msaada wao. Diska yeye akasema kwamba yeye pamoja na Yoga wanaondoka, wanarudi nyumbani, hawataki kabisa kupanda huo mlima, msimamo wake ni huo. Lakini sasa Yoga akawa amemsaliti mwenzake, akasema kwamba mimi nadhani tupande pamoja na yeye, twende mlimani huko kwenda kuwatafuta marafiki zetu kwa mara ya mwisho, kama tutawakosa basi tutarudi nyumbani moja kwa moja. Binti ikabidi kukaza moyo tu, hivyo safari ya kupanda mlima ikaanza. Tantan. Nimewahi kufanya filamu ya watu kupanda mlima wa ajabu. Jamani, hii filamu mimi mwenyewe siijui, msianza kunishambulia waja mmerudia filamu, siijui. Wakawa wamevuka viunzi kujaribu kuupanda huo mlima. Baada ya kupita kwenye geti la kwanza, upepo mkali ukaanza kuwarudisha nyuma, wakapambana sana. Yoga akamwambia Awidia kwamba inavyoonekana viumbe na mizimu wa mlima wamekataa tusiupande huu mlima, lakini sasa huyu binti ni king'ang'a nyinyi. Akajaribu tena kupanda, lakini ule upepo kwa umemrudisha nyuma. Binti anatamani sana kuendelea kupanda huo mlima kwenda kumtafuta mpenzi wake. Diska akaanza tena kumlaumu huyu binti kwa sababu ni mbinafsi. Wewe huoni hatari ambayo inaweza kutupata huko mbele? Sasa wao wakati wanaendelea kulumbana, binti Agnes akavaa na miwani, akaona isiwe shida, akapanda huo mlima kwa nguvu, lakini upepo kwa umemrusha nyuma na kumjeruhi vibaya. Ikabidi wampeleke binti hospitalini, akaenda kulazwa huko. Wakaanza kuwaza namna sahihi pengine wanaweza kupata njia mbadala ili kufika kwenye huo mlima, lakini sasa kinachowachanganya, kwa nini hakuna hata mwanakijiji mmoja anayetamani kuchukua nafasi ya mtu ambaye alikuwa ni mlinzi wa hiki kijiji, yani awe konseni wa hiki kijiji? Awingi akiwa hapo akagundua kwamba Mojo hayuko pamoja nao. Binti ikabidi kutoka hapo kuanza kumtafuta mshikaji kimya, akaenda akajikuta akafika katika wodi ya watu ambao wamepagawa, wako hapa. Kuna watu wengi sana wamefungwa vitandani. Akiwa na hofu, mhudumu wa wodi hiyo akawa amefika hapo, akaeleza kwamba hawa watu wote ni watu ambao wamepagawa, wamefungwa kwenye vitanda kwa sababu baada ya jua kuzama wanakuwa na hali yenye nguvu sana, wana vibe mno, na mtu yoyote ambaye yuko karibu nao wanaweza kumdhuru hata kumuua. Sasa binti kafika huko kumtafuta Mojo, kumbe Mojo alikuwa na Diska wameenda kununua vitu huko dukani. Baada ya kurudi hospitalini hapo, Mojo akawa ameuliza Awidia yuko wapi, hivyo akawa ameelekezwa alipo. Mshikaji akaenda moja kwa moja mpaka kwenye wodi. Baada ya kufika hapo, dogo ni muoga nyinyi huyu. Yoga na Diska pia wakawa wamefika hapo. Sasa wanashuhudia kila kitu kilichopo hapo. Wakawa wamesubiri muda wa jua. Jua lilivyotua tu, wagonjwa wakaanza kupiga makelele na ungurumo za ajabu zikaanza kusikika mahali hapa. Mhudumu akawaambia kwamba msijali, kila kitu kiko chini ya uangalizi. Ghafla kitanda kimoja kiko kimesimama na kuanza kuwasogelea. Kuna mwanamke mmoja kafungwa hapa. Wakiwa wameingiwa na uoga, ikabidi kukimbia. Kwa bahati nzuri tu kile kitanda kilikuwa kimefungwa na minyororo. Wakiwa nje, mhudumu mzuri akawa amefika hapo, akawaambia kwamba Agnes amerudi katika hali ya kawaida. Wakaenda kumuona. Daktari akasema kwamba Agnes alipaswa aendelee kulazwa kwenye hospitali, lakini kutokana na hali mbaya ya hospitali ni bora wamrudishe nyumbani. Wakati huo huo, mganga mchawi akavaa tena kile kinyago chake. Mara moja akaingia katika ulimwengu wa mizimu, akaingia moja kwa moja katika soko la mizimu
mizimu na mashetani na viumbe vya kutisha viko eneo hilo. Akaenda moja kwa moja akatafuta kisu cha kichawi kutoka kwa pepo, kisha kisu hicho akawa amempatia mteja wake ambaye alikuwa amefika hapa, anahitaji kupandishwa cheo, na mwanaume huyo akawa ametoa pesa nyingi sana kwa huyu mganga. Baada ya mteja kutoka, mganga akatamani sana kusikiliza mazungumzo ya wageni kwenye hichi kijiji. Moja kwa moja akafanya mambo yake ya giza, akatuma pepo lake katika nyumba ya kina Widya pamoja na Yoga, akaanza kusikiliza kila kitu ambacho wao walikuwa wanaongea na wanakipanga. Akasikia kwamba wanashauku pengine marafiki zao bado wamesalia katika ule mlima. Widya akapendekeza kwamba ni lazima watafute mzee mwenye hekima, wamuulize kama wanaweza kupata mtu ambaye atakuwa ni mlinzi tena wa hichi kijiji. Wakiwa hapo, Widya akasikia kuna sauti kama inamuita. Binti akawa amesogea kwenda kutazama ni nini hicho, lakini Yoga akawa amemzuia kwa sababu yeye alikuwa na uwezo wa kuona. Akawa ameona kwamba kuna kiumbe kirefu chenye nywele ndefu na kucha ndefu kinawatazama. Baada ya haya, Yoga akatambua kabisa kwamba kuna mtu mwingine atakuwa ni aidha ni mchawi, anatumia nafasi ya kwamba hichi kijiji kutokuwa na mlinzi ndiyo sababu ya yeye kuendesha haya mambo yote. Mganga akawa ametambua na akawa amegundua kwamba hawa watu wameanza kuhisi pengine Wakdi, yule mlinzi wa hichi kijiji, aliuawa na hakufa kawaida. Upande wa Diska akiwa chumbani akaona mlango unafunguka wenyewe. Binti akahisi pengine ni Yoga, akaendelea kujilemba. Mara kwenye kioo akaona kuna kiumbe kimoja kimesimama. Alipogeuka kile kiumbe akipo, binti akachukua shuka akaenda kukitupia. Kile kiumbe kilikuwa kimemshikilia. Sasa kwenye makelele, Yoga na wengine wakawa wamefika hapo kumsaidia, kila kitu kimerudi kuwa kawaida. Wakati huo Agnes akasimama juu ya kitanda kwa mbwembwe kuliko hata Undertaker. Mara moja akaanza kumshambulia moja. Watu wakawa wamefika hapo kwenda kumsaidia, wakawa wamefanikiwa kumdhibiti. Jumatano asubuhi ilipofika, Widya akamwambia Diska kwamba hataki kabisa ugomvi kwa sababu huyu Diska anampinga kwenye kila kitu ambacho yeye anakiamua. Akasema kwamba yeye yuko hapa kwa sababu anahitaji tu kumsaidia mpenzi wake na marafiki zake Diska. Diska akasema kwamba hii ndio siku ya mwisho kwa sababu ni siku ya 4 mpaka sasa hawajapata dalili yoyote kwamba marafiki zao wako hai ama wako wapi. Sasa mpango ukawa ni ule ule tena, ni kwenda kuupanda ule mlima. Diska yeye akawa ameamua kubaki nyumbani ili kumwangalia Agnes. Widya pamoja na Mojo na Yoga wakaenda kwa mke wake Wakdi. Walipofika hapo wakamsalimia. Huyu anaitwa Bilaka. Bilaka akamuuliza Widya kwamba unajua maana ya jina lako? Wewe ndiye uliyenitetea kwenye ule mkutano wa kijiji. Moja ni Baba Uspitwe. Ikabidi kumuuliza Widya kwamba jina lako linamaanisha nini. Binti akasema kwamba yeye mwenyewe hajui. Widya akaeleza kwamba inavyoonekana njia pekee ya kuokoa marafiki zao ni kuupanda ule mlima, lakini cha kwanza kabisa ni kupata kunsin mpya. Bilaka akafafanua kwamba kunsin hachaguliwi kwa kura bali huteuliwa. Wao wanachokifanya tu ni kuandaa mgombea na kutumaini kwa kutumia kafara. Viumbe wa roho pamoja na mizimu ndiye uchague mtu ambaye yuko sahihi. Akaongeza kwamba zamani mfalme ndiye alikuwa na jukumu kumfundisha mgombea mila, utamaduni na maarifa ya kiroho. Pia viumbe hao wanaopatikana kwenye hichi kijiji, wao ndio huamua tambiko gani ni sahihi kwao lifanyike, kwa sababu wao ndio viumbe wenye maamuzi ya mwisho. Kwa upande wa Wakdi, alitakiwa kufunga siku 40 mchana na usiku chini ya mti mkubwa makaburini huko. Hiyo siku 40 ni bila kula. Hii ndio sababu watu wengi kwenye hichi kijiji hawatamani kabisa kuwa kunsim. Mojo akauliza kama Wakdi alikuwa ameandaa mrithi ambaye anaweza kushika nafasi yake. Bilaka akasema kwamba ndiyo alifanya hivyo, aliuficha utambulisho wake, alijua kabisa hatari inayokuja mbele yake. Baada ya kifo chake, mtu huyo aliamua kujificha na kukaa mbali kabisa na hichi kijiji. Wakaamua kumtafuta mtu huyo kwa sababu walielekezwa na mtu huyo sio mwingine ni Panji ambaye tulimuona mwanzoni mwa hii filamu. Sasa bila wao kujua kwamba safari yao ilikuwa inafuatiliwa sana kwa ukaribu na yule mganga mchawi, kwa sababu hata yeye anahitaji kumjua mlinzi mpya, mlinzi wa hichi kijiji ni nani. Wakawa wamefanikiwa kufika mpaka sehemu ambapo Panji alikuwa anakaa. Wakashangaa kumuona Panji kajipaka tope mwili mzima. Wakamuuliza kama yeye ni mwanafunzi wa Wakdi. Mshikaji hakutaka kabisa mazoea, lakini binti Widya akawa amemzuia, akamwambia kwamba bila kunsin hali itazidi kuwa mbaya sana na tayari kuna waathirika wengi sana kwenye hichi kijiji, hivyo anapaswa kuchukua nafasi na afanye majukumu yake, asijifiche. Panji akaogopa na kusema kwamba hataki kufa kama Wakdi, sio kifo rafiki sana, anahofia uchawi ama mganga ambaye anahusika na haya mambo yote. Akaeleza kwamba amejipaka hili tope jeusi ili kujilinda, lakini bado hajajiandaa kabisa kuwa mlinzi wa hichi kijiji. Widya akamshawishi haupaswi kabisa kuacha juhudi za Wakdi zipotee bure bure. Panji baada ya
kusikia haya maneno ikabidi kukubali. Akasema kwamba wakutane makaburini kabla ya jua kuzama. Muda huo huo mganga mchawi alikuwa anaendelea kufuatilia kila kitu. Awidia wakafurahi sana pamoja na wenzao, hivyo wakawa wamekaa makaburini huko kwenda kumsubiri Paji. Sasa bila wao kujua kwamba upande wa Paji akiwa amejiandaa, mganga mchawi akawa amefika hapo. Mara moja Paji akawa amejaribu kujitetea, lakini ule mganga akawa ametumia nguvu zake za kichawi kumdhibiti. Makaburini Yoga pamoja na wenzake wamekaa mpaka mazingira yamekuwa rafiki kwao. Wakaanza kuhisi pengine kuna kitu kibaya kimemkuta. Wakawa wametoka hapo moja kwa moja kwenda kujaribu kuangalia nini kilichomkuta. Walipofika hapo wakamwona yule mganga akiwa anakimbia kwenda kujificha. Walipofika ndani wakamkuta Paji amejinyonga. Yoga akamwambia Mojo kwamba aite msaada. Wao wakawa wamepambana kumshusha Paji, lakini Paji wakawa amefariki. Paji amefariki dunia na ndio tumaini lao la mwisho, pengine angeweza kuwasaidia. Yoga akiwa hapo akawa amepokea simu kutoka kwa Diska ambaye akamwambia kwamba Agnes amepagawa tena. Bila kupoteza muda wakarudi nyumbani huko chapu kwa haraka. Wakati huo huo mganga naye anafanya tambiko lake, akamwambia Pepo kwamba nilikuamuru umuue yoyote ambaye anapingana na jambo langu, lakini yule Pepo akamshambulia mganga, wewe unatoa ahadi tu ya kwamba mimi nikusaidie, lakini utoe kitu chochote. Mganga kwa maahidi kwamba atatoa sadaka. Mara moja kwa amekata vidole vya msaidizi wake kama sadaka. Wakati huo huo sasa upande wa udini wagonjwa wote, mhudumu kafika hapo, wagonjwa hawapo hata mmoja. Akawa ameona kuna mgonjwa mwingine yuko upande wa juu, akajua kabisa hapa ni shughuli, mhudumu ni kujiokoa yeye mwenyewe, ni mbio tu. Yoga, Awidia pamoja na Mojo walivyorudi nyumbani wakamkuta Diska ambaye akawaambia kwamba Agnes amepagawa. Anaongea lugha ambayo haieleweki, anaandika vitu vya ajabu ukutani. Ghafla Agnes akamwangalia Awidia na kumsogelea, kisha akaanza kuzungumza lugha ambayo watu wote hawaielewi hapa. Binti baada ya kuzungumza hivyo akawa ameanguka chini, ikabidi wamchukue wamfunge tena kitandani. Awidia akawa amepata utambuzi na akawa amesoma yale maneno ambayo yalikuwa yameandikwa ukutani. Maneno yanasema kwamba wagonge mlango wa makaburi na watafakari kuanzia usiku wa manane hadi alfajiri, na ufunguo wa lango la ulimwengu mwingine utadondoka mikononi mwao. Hii hoja Yoga akawa amepinga kabisa, akiamini pengine ni mtego, lakini maandishi yakawa yameongezeka ukutani, yakawaambia kwamba wanapaswa kujua kutofautisha kati ya viumbe wanaowasaidia na viumbe wanaowadhuru watu. Ghafla wakasikia sauti za ajabu nje, upepo mkali ukaanza kuvuma, ikalazimika wafunge madirisha yote. Awidia akawa amekumbuka maneno ya Bilaka, Kunseni hachaguliwi bali huteuliwa, na pia akawa amekumbuka aliulizwa kuhusiana na kujua jina lake linamaanisha nini. Binti akawa ametambua jambo la muhimu, hivyo akawa amwambia wenzake kwamba wamfuate, anahisi kwamba atakuwa amepata njia sahihi. Moja pamoja na Yoga wakaanza kuchimba kaburi. Wakati huo huo wagonjwa wote waliopagawa ni kama mazombi, wanatafuta chochote kitu. Awida akawa amempigia simu baba yake huku analia, akamweleza kila kitu kilichotokea, na baba yake akamsihi sana binti yake asivunjike moyo. Binti akamuuliza baba yake maana ya jina lake ni nini. Baada ya kupata jibu hilo, binti akawa ametabasamu tu, sisi hatukujua. Awidia akaeleza wenzake kwamba mpango wake atalala ndani ya kaburi, wanapaswa kumfukia kisha watamchimbua tena alfajiri. Wote wakawa wamepinga hilo jambo, lakini akawa amewasihi kwamba hiyo ndo njia sahihi ya wao kuokoka kwenye kila kitu kinachoendelea kwenye hichi kijiji. Ikabidi wamsaidie kuhusiana na hilo jambo juu ya kaburi lake. Diska akiwa hapo akawa ameona wale wagonjwa waliopagawa wanafika hapo kwenda kuwazuia. Wao hawana huruma na mtu. Moja pamoja na Yoga wakajaribu kusaidia, lakini pia wakawa wameshambuliwa. Wakati huo sasa Yoga anapambana, Diska akawa amevutwa juu ya mti na akawa ametupwa chini, jambo lililomtisha sana Mojo. Binti Diska akarudi nyumbani, akamwona Agnes kajishikisha juu ya dari, anamkenulia mimeno tu, huku mlango mmoja hapa unajifunga na kujifungua wenyewe. Mzimu mmoja kwa amejitokeza hapo na kumshambulia binti. Sehemu nyingine Mojo yeye anamtafuta Diska, lakini kuna mzimu uko amemshika tena na ukaanza kumburuta. Ni purukushani tu. Ndani ya kaburi Awidia akaanza kujitahidi kupumua na akaanza kurekodi video kumshukuru baba yake pamoja na mpenzi wake, lakini ghafla kuna mzimu mmoja uko umetambaa sehemu ambapo yeye alikuwa amelala, ukatumia kucha zake na kutoboa upande wa juu kwenye hilo kaburi, na ule udongo ukaanza kuingia ndani. Awidia akaanza kukosa hewa, akawa amepoteza fahamu. Baada ya kuja kushtuka, anakuja kuona kuna mikono mingi sana mieusi ya mizimu imemzunguka kila eneo. Ghafla viumbe hao wakawa wametoweka. Akaona kuna mwanamke mmoja mwenye muonekano kama malaika mbele yake. Yule malaika muonekano anacheza. Muda huo huo mganga upande mwingine anashambuliwa na nguvu isiyoonekana, haelewi nini kinachoendelea. Pepo aliyekuwa anamshambulia Yoga akawa ametoweka, hivyo Yoga pia akawa amekimbia kwenda kumsaidia Awidia. Muda huo huo Awidia bado yuko ndani katika ulimwengu mwingine, anamtazama tu yule mwanamke. Yule mwanamke anatabasamu tu. Mwanamke huyo
akamgusa paji la uso, akawa amerudi katika hali yake ya kawaida. Yoga akawa amemkumbatia kwa hofu sana na akawa amefurahi sana baada ya binti kurudi katika ulimwengu wa kawaida. Moja pia yuko salama. Awidia akarudi kaburini kwenda kuchukua simu yake. Akiwa hapo akaona ufunguo wa ulimwengu wa roho. Ghafla mganga akawa amefika hapo, akamshambulia Yoga, akaingia kwenda kumshambulia Awidia kwa sababu anahisi kabisa huyu binti ndio atakuwa mlinzi wa hichi kijiji. Lakini ghafla mganga huyo mchawi akaanza kuzama chini ya ardhi yeye mwenyewe na kisha kutoweka kabisa. Tukio linahamia Alhamisi asubuhi ambapo Awidia amesimama mbele ya lango kubwa la dhahabu juu ya mlima, akawa amefungua kwa tabasamu. Akaona uzuri wa ajabu sana wa eneo hilo, ulimwengu wa roho. Akaingia ndani ya soko la mapepo ambapo viumbe wengi wa kutisha wanapiga magoti mbele ya binti. Akatembea humo hadi akawa amekutana na Devil, mpenzi wake, na wapandaji wengine wengi wakiwa eneo hili. Hawa wote walikuwa wamekwama eneo hili. Awidia akawaongoza wote na kuwatoa katika lango hilo la dhahabu, kisha akawa amelifunga kwa ufunguo na lango hilo analiona yeye mwenyewe. Hii ikiwa na maanisha kwamba binti ndo kusini mpya kwenye hichi kijiji. Siku ya Jumapili asubuhi, Awidia yuko na baba yake, akawa amepokea simu kutoka kwa Yoga. Yoga akaamua kufunguka ya moyoni bana, akamwambia kwamba binti anampenda hivyo hivyo kwa aibu. Awidia pia japo alikuwa anajificha, lakini yeye mwenyewe akawa ametambua kwamba hata yeye ana hisia na Yoga na amekwisha kuanza kumpenda huyu mshikaji. Safari ya kwenda kumtafuta mpenzi wake imezaa mapenzi mengine. Akiwa hapo, mfanyakazi wa nyumbani akawa amemwambia kwamba kuna mtu amekuja kumuona. Awidia akawa amekubali kwa furaha na kwenda kumuona huyo mgeni, na mwanaume huyo akawa amemwambia kwamba anataka kwenda kufanya tambiko kwenye milima ya Merapi. Amekuja hapa kuomba ruhusa kwa Awidia, na filamu hii inaishia hapa. Kwa ujumla, jina la Awidia halijaelezwa moja kwa moja maana yake ni nini. Linawezekana kumaanisha kwamba ni mtu aliyeunganishwa na mlima ama uzuri wa mlima huo, jambo liloendana sana na filamu hii. Na filamu hii inaishia hapa. Tafadhali subscribe, like, share, comment.